Hii ni moja kati ya video ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Willy Ngoma akizungumza na baadhi ya raia wa mji wa Uvira na kuelezea kwamba kuna amani na wamekuja kwa ajili ya kuwalinda. Ambaye yupo upande wa Tshisekedi au ambaye yupo na Tshisekedi mwacheni aondoke, lakini wale wote ambao wapo tayari kubaki hapa wako na amani, na akawaambia waimbe jina lao la M23. Inaonyesha ushirikiano wa M23 na raia. Hilo ndilo jambo ambalo alikuwa akilifanya Willy Ngoma, na hizi ni baadhi ya video ambazo zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii likiendelea kuthibitisha kwamba kwa sasa M23 ndio ambao wanaudhibiti mji wa Uvira, na nimekusogezea video hii hapa ili kuonyesha uhakika wa kile ambacho zile taarifa ambazo unazipata mitandaoni, hata pia na kuambiwa na ndugu zako kwamba ndio ni kweli wapo mjini Uvira na wanaendelea kuthibitisha hilo kwamba wao ndio ambao wanaudhibiti mji wa Uvira kwa sasa hivi, na hili ni jambo ambalo ni la uhakika. Hii ni Dems Media na sisi tu tulikuwa tunakuja kuhakikishia kile ambacho kinaendelea mjini Uvira kwa sasa, Uvira ikiwa chini ya udhibiti wa kundi la M23 AFC M23, na watu kweli kweli wakiwa kwenye hali ya taharuki na kuendelea kuangalia namna gani ambavyo maisha yataendelea baada ya mambo haya yote ambayo yanaendelea kutokea, na vipi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itafanya nini baada ya jambo hili. Uvira tayari ipo mikononi mwa M23, Bukavu, Goma, maeneo yote hayo ambayo ni maeneo muhimu na ya kimkakati yapo chini ya uongozi wa M23 kwa sasa hivi, yapo chini ya udhibiti wa M23. Serikali ya juu inasemaje? Na hii njia ya Uvira ambayo ni njia muhimu sana kuelekea huko maeneo ya Katanga, Kalemi na sehemu zingine, sasa imeshikiliwa chini ya M23. Hatua zao zinazofuata ni zipi? Hatua zao wanadai kwamba wanataka kuendelea moja kwa moja mpaka katika maeneo ya Katanga, Kalemi na sehemu zingine. Je, plani zao zitafanikiwa au itakuwaje? Unaweza kuacha hapo maoni yako, lakini hii ni Dems Media, usahau kusubscribe pia na kushare na wengine wapate taarifa hizi. Mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa wakati mwingine kuna kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.